Hivyo mwanaume unajielewa kweli? Yaani mimi nimekusubiri hapa nyumbani kutwa nzima. Nimekumisi na upili wangu pwitu. Leo hii unakuja kunionyesha kanyong'oli yako. Sasa hako kanyong'oli katanifikisha wapi mimi? Nikusikilize nini Kombo? Nikusikilize nini? Mimi sikuelewi. Wewe kizazi umepeleka wapi wewe mwanaume? Mbona hujielewi wewe? Kizazi umepeleka wapi? Nisikilize kitu gani sasa? Nisikilize kitu gani Kombo? Una cha kuniambia wewe? Yaani mimi nimejipanga, nimetandika vizuri chumbani, nikaandaa mazingira mazuri. Nimetumia hadi pesa yangu kwenda kununua marashi ya Zanzibari. Angalau tu chumbani kunukie kimahaba. Halafu mwenzangu unakuja kunionyesha kidiogori. Kidiogori, yani kata. Kisiki kito, tena kagumu sijui kamekuaje. Hivyo unanitafuta nini wewe mwanaume? Unataka tu niongee humu ili nionekane mimi nina bubuzi? Ili nionekane mimi nina kamdomo. Kizazi umepeleka wapi Kombo? Niambie kizazi umepeleka wapi? Tatizo lako mke wangu, upendagi kumpa nafasi mtu hata kidogo, sekunde moja angalau nijieleze. Wewe muda wote. Sasa mimi nashindwa kukwambia kilichonisibu. Naomba unipe basi hata dakika 2 nikueleze. Mimi mwenyewe hii sintofahamu katika akili yangu. Haya niambie, zimpumbu na nkelenge kuigalahi we mgosi. Yaani leo mke wangu, tuseme ilikuwa siku mbaya sana kwangu. Umeona? Nimetoka kazini vizuri kabisa. Sasa kabla ya kuchukua usafiri wa kurudi nyumbani, nikasema ngoja nikae hapa nje, kuna kirestaurant fulani hivi. Nikasema ngoja nitulie hapa kidogo nipate maji angalau na soda. Nikakaa pale. Sasa kukaa pale nikaagiza maji na soda vizuri, nikakaa zangu pale, nikawa napiga mdogo. Ghafla akaja kijana mmoja. Akaniambia, "Vipi mzee wangu?" Nikamwambia, "Salama." Karibu. Akanambia, "Asante." Akaniuliza, "Unadaiwa shilingi ngapi?" Nikamwambia, "Hapa mimi nimechukua maji na soda, haizidi 2000." Akasema, "Hiyo mimi nalipa." Basi mimi nikasema, "Asante sana." Akanyosha mkono wake hivi kama ishara ya kusalimiana, na mimi nikampa mkono. Sasa ghafla nilipompa mkono tu hivi, nasikia warara, mtetemo usio kwa kawaida. Halafu kwenye kizazi naona kama vile nimewekewa barafu. Umeona? Nikapiga kelele mara moja. Woi! Watu wakawa wanashangaa, vipi chizi? Yule kijana akaondoka ghafla pale. Ametoweka tu ghafla, sijamuona. Nikaingia bafuni haraka kwenda kuchungulia ni kitu gani kimenipata kwenye kizazi. Kuangalia hivi. Kizazi sina. Kizazi. Nikapiga kelele, nimepiga pale kelele. Nikasema hapa haiwezekani, ngoja niwahi kurudi nyumbani. Hicho ndio kilichonisibu mke wangu. Kizazi changu kimekwanguliwa na yule kijana. Kwa hiyo hilo ni tego Kombo, si ndio? Hilo ni tego kabisa, maana maelezo yako na kitu ambacho nimekiona hapa, nimekishuhudia kwa macho yangu. Hilo tego kabisa. Wewe ulitoka na mwanamke wa mtu, si ndio? Hapana mke wangu. Mimi hiyo sio tabia yangu kabisa. Sijawahi kufanya huo upuuzi hata siku moja. Wala sijawahi kufikiria kukufanyia hivyo mke wangu. Ni kuchiti na mke wa mtu. Hapana, haiwezekani. Mimi nikitoka kazini moja kwa moja nyumbani. Na kama wewe mwenyewe unajionea, kila siku mimi nawahi kurudi nyumbani hapa, sijawahi kuchelewa. Lakini leo ndo hicho kilichonisibu mke wangu. Yule kijana kanizulumu utupu wangu, kaniibia kelenge, kaniibia vinyanya mshenzi. Sasa tunafanyeje babangu? Kombo, tunafanyeje? Na mimi ninavyopenda mitikatika. Na unajua kabisa kwamba mimi sija kupendea sura, sija kupendea upara huo, sija kupendea sijui utajiri wako. Kilichonileta hapa kwako ni jiti hilo baba. Sasa kama jiti wamelifyeka, kimebaki kidiogori tu, mimi hapa nitakuwa nafanya nini babangu? Nitakuwa nafanya nini hapa kwako Kombo? Bikachala mke wangu, uliahidi mbele ya mashahidi kwamba utanipenda katika shida na raha, lakini kauli zako zinaonyesha dhahiri kabisa unataka kunikimbia kwenye hii shida. Unataka kukimbia. Usinifanyie hivyo bana. Tafuta namna ya kunisaidia. Mwenzako mimi tayari hapa Naishiwa pawa. Itabidi sasa kwanza niende nikamueleze mjumbe. Hapana mke wangu, usiende kumueleza mjumbe. Mjumbe hana kaba. Ukienda kumwambia hii hali niliyokuwa nayo, basi mtaa mzima watajua kwamba Kombo katolewa kizazi, Kombo kafyatuliwa kizazi, amebaki na kidiogori. Sasa mimi hayo maneno ya mtaani ndio siyapendi kabisa mke wangu. Ni bora uende ukatafute mganga, umueleze hii hali, atajua namna ya kunisaidia, kwa sababu unajua exactly huu ni uchawi tu. Huu ni uchawi, yule bwana kaniroga. No, lazima nikamueleze mjumbe. Mjumbe lazima ajue hili swala. Hili ni tatizo na sio la kwako tu. Litakuwa ni tatizo la wanaume wengi humu mtaani. Ni heri niende nikamwambie, kama ni tangazo atangaze mtaani kwamba jamani kuna kijana akikushika tu basi anatoka na kizazi chako, anakuibia kizazi kinatoka kabisa, ili atangaze wanaume wote wawe aware. Kwa sababu kwa design hiyo
huyo kijana atatumalizia wanaume na sisi tutakosa kimbilio. Una maana gani mke wangu? Unamaanisha kwamba wewe unakimbiliaga kwa wanaume wengine, si ndio? Wewe unanichiti mke wangu. Acha niende kwa mjumbe kwanza. Nikirudi ndo nitakujibu hilo swali. Bado watano. Sijui nitatoboa, maana hii kazi ni ngumu kwa kweli. Yaani watu wakikustukia basi umekwisha. Ndio kifo chako hicho. Sidhani kama nitatoboa. Kijana ni mshenzi kweli. Taani unatembea tumbo wazi afu unajiachia. We kijana we. Nani mimi? Wewe nakuita wewe. Hebu njoo hapa. Aise vipi kijana? Mbona unatembea tumbo wazi? Unamuonyesha nani zinkwali hizo? Tunakuuliza unamuonyesha nani mbavu mbili hizo? Wazee wengine wanashoba nini? Wanashobokea watu tu hawajui. Sasa wewe unaniuliza maswali kama hayo wewe kama nani? Who are you by the way? Mimi ni mjumbe katika mtaa huu. Kwa hiyo lazima nihakikishe vijana wote wanaotembea mtaani humu wanakuwa na adabu. Sasa hii si adabu hii. Hii si adabu kabisa. Huwezi kutembea tumbo wazi, kifua nje katika mtaa wa Mzee Zumbe. Humu mnawakeza watu, mnawakezetu humu. Una maana gani kijana? Kifua chenyewe huna. Vimbavu wewe. Sema yani mzee wangu, sikujua kama mtaa wenu una masharti magumu kiasi hiki kwamba mwanaume haruhusiwi kutembea kifua wazi. Kama kuna joto na istoshi mimi nimetoka kupiga kazi ngumu hapo ya kubeba maboksi na mizigo kupakia kwenye fuso. Ndio maana unaona hapa hivi nilikuwa na sweat nikaona sasa ya nini kuvaa mashati, ngoja niache kidogo nipate upepo. Kumbe bwana sio sawa, haiko sawa. Haiko sawa, si ndio? Nenda kavae shati kijana. Na hakikisha siku nyingine kama uko tumbo wazi usithubutu kukatisha katika mtaa huu, sawa? Ni sawa mzee wangu, nimekuelewa. Naomba basi tupeane mikono, tusalimiane kama ishara ya upendo. Sitaki. Wewe nenda kavae shati kwanza. Siwezi kusalimiana na najisi. Yaani mimi nimpe mkono mtu anatembea uchi. Haiwezekani hiyo. Mbona inawezekana hiyo mzee wangu? Ngoja nikuonyeshe. Yala we. Toba Maulana. Yala. Dua. Mbona kama kizazi changu chatiwa barafu? Kizazi changu cha titihala. Kizazi cha rudi ndani hicho. Toba. Sasa hizi mzee. Salama, karibu sana tajiri. Kama unavyoona duka langu limesheheni vyombo kede. Karibu na kusikiliza. Mteja ni mfalme. Semani mzee wangu, mimi nilikuwa na shida kidogo, nilikuwa naomba unisaidie change. Change ya shilingi ngapi? 10,000 tu mzee wangu. Hapana, hiyo sina, nenda katizame pengine. Okay, anyway, naomba unipe mkono basi tusalimiane kwa upendo. Asante sana, ubarikiwe na Mungu. Kwa heri. Hebu subiri kwanza bwana mdogo. Wewe ni mgeni hapa Yeah, of course. Mimi ni mgeni hapa, nimetokea Tunduma. La haula. Toba. Mbona kizazi changu chaingia barafu? Kizazi changu hakipo. We bwana wanchukulia kizazi changu. We kachukua kizazi changu. We bwana nilejeshe kizazi changu we. Waye. Alo. Nyeti yangu dege na legea. Nyeti yangu dege na legea. Alo. Amekimbia. Yaani lau ningalijua ule kijana ni mshenzi kiasi hiki, nisingelisubutu hata nisogelee. Kaondoka na kizazi changu. Kaondoka na kelenge yangu do. Jamani kizazi hasa hiki mimi nitakifanya nini? Kimebaki kitutu hivi kidogo. Hata pipi kifua yenyewe kubwa. Ule kijana mpuuzi kweli. Kumbe ana tabia za kikulani na kiasi hiki. Ningejua kwamba ni kula ndindi kiasi hiki nisingelisubutu hata kuongea naye. Kizaza hiki jamani kaondoka. Nani tena? We nani? Bikachala mjumbe. Karibu ingia. Karibu sana Bikachala. Mjumbe, mimi nimekaribia lakini nimekuja na taarifa mbaya kidogo. Mme wangu amerudi nyumbani kutoka kazini, lakini kaja tofauti kabisa. Mme wangu kaja kizazi hana makende. Yaani niseme tu ukweli, dashboard nzima hamna kitu.
makende ameingia ndani, hafu kadudu kale kamekuja kadudunu kadogo kabisa, yani kama kakisiki hivi kananika stiki ya kuchokolea meno. Mme wangu jamani, wamempokonya kizazi hana. Toba we, yala Maulana. Ndio hivyo mjumbe, yani tafalani mimi nakwambia, hata sijui nitamsaidiaje mme wangu. Na kibaya zaidi anasema eti kwamba alikutana na mtu kamshika begani tu, ghafla mwili wake ukapooza. Anakuja kuangalia huku chini, anaona dashboard yake nzima haipo. Yani huyo mtu kakwangua hadi nywele za siri. Ni mtu ana roho mbaya, yani ni mtu ana roho mbaya huyo, mimi sijawahi kuona. Na unavyojua mzee, mimi ni mtu wa show. Kwa kweli sitaweza kuishi na mwanaume mwenye kidogoli. Kwa hiyo nakuomba, ni bora uwatangazie wanaume wengine tusije tukawakosa pia. Uwatangazie kabisa wawe na tahadhari kwamba kuna watu wanatoa makende. Sasa wewe mjumbe, mbona unalia? Na mie pia hivyo. Nimekutana na mtu kanshika bega tu, akatoweka ghafla, na kuja kuangalia huku barafu tupu, kizazi changu chapotea. Kwa hiyo naye kizazi huna? Chapotea pia kizazi changu mie. Mame, ina nkungunto ya mwanamdali. Basi tena watakuwa wamemaliza mtaa mzima.